Yes, habari. Karibu nifunze tech. Leo kwenye computer tricks nimekuletea tricks nyingine hapa. Tutakwenda kukufundisha kuhusiana na command prompt. Command prompt tunasema kwamba ni moja ya program ambayo inapatikana kwenye kompyuta yako hapo. Hii program ni program ambayo inajulikana kama command line interpreter. Unapohitaji kuzungumza na kompyuta kuna njia mbili ambazo huwa zinatumika. Njia ya kwanza inaitwa ni kutumia GUI. Unapozungumzia GUI tunazungumzia ni graphical user interface, afu njia ya pili inaitwa ni command line interface. Sasa tukianza na njia ya kwanza ambayo ni graphical user interface, maana yake hii hapa ni pale ambapo labda unatumia labda window yako, unapo-click zile icons, unapo-click labda picha fulani labda pale, manake unazungumza na kompyuta kwa kutumia njia ambayo ni ya graphical. Nikizungumzia kuhusiana na njia ya graphical, nazungumzia ni njia ya picha. Unazungumza na kompyuta kwa njia ya picha. Labda nikiona icon ya folder, basi nikiklik ile icon manake folder linatengenezwa. Nikiona icon labda ya picha, nikibonyeza pale manake program inaniruhusu kuingiza picha. Manake hiyo unakuwa unazungumza na kompyuta kwa njia ya picha. Hiyo tunasema ni njia ya kwanza ambayo inaitwa ni graphical user interface. Unatumia picha kuweza kuzungumza na kompyuta. Njia ya pili inaitwa ni command line interface. Kama inavyoonekana hapa, hii inaitwa ni command line interface. Sasa hii pia tunasema ni njia ya pili ambayo tunaitumia kuweza kuzungumza na kompyuta. Kwenye hii njia manake hapa kunakuwa hakuna picha. Hapa tunatumia commands. Kama inavyoonekana hapa, manake hapa utakuwa unatumia command. Nikizungumzia command manake unatumia amri. Unatumia amri manake unaiamrisha kompyuta ifanye kitu fulani. Unaiandikia maelekezo, unaiandikia amri, ndipo kompyuta itakuwa na uwezo wa kuweza kuzungumza na wewe. Kwa hii ni njia ya pili ambayo tunaitumia kuweza kuzungumza na kompyuta, ni kwa kutumia command. Unatumia amri, hautumii tena picha, unatumia command. Sasa kwenye kutumia command, program ambayo inakuruhusu kuweza kuzungumza na kompyuta kwa njia ya command, kwa njia ya amri inaitwa ni CMD. Ndio inaitwa ni CMD kama inavyoonekana hapo. Sasa hizi command ziko za aina mbalimbali. Kuna command ambazo zinakupatia taarifa kuhusiana na mfumo wako wa kompyuta. Hizi zinaitwa ni system informations command. Unaiandikia kompyuta, ndipo kompyuta inakuwa na uwezo wa kupatia baadhi ya taarifa kuhusiana na mfumo wako wa kompyuta, labda kuweza kufahamu ni operating system ya aina gani imekuwa installed au imewekwa kwenye kompyuta yako na imewekwa lini. Kama kuna RAM, tunataka pia tuweze kujua hiyo RAM ina storage kiasi gani au ina ukubwa kiasi gani. Information inakupatia taarifa kuhusiana na mfumo wa kompyuta yako. Lakini pia kuna command zingine ambazo zinaitwa ni file au directory management command. Hizi hapa tunasema kwamba hizi ni command au ni amri ambazo zinakupatia taarifa kuhusiana na faili. Nikizungumzia faili ni pamoja labda na picha, document, video, audio, zile tunaziita kama faili kwenye kompyuta. Lakini pia kuna directory. Nikizungumzia directories, labda ni kama vile zile folders ambazo zinatumika kuweza kuhifadhi vitu kama mafaili, hizo picha na vitu vingine vingi. Sasa kuna command ambazo zinatumika kuweza kufanya management au kuweza kusimamia hizo faili pamoja na hizo directory ambazo ndizo folder. Lakini pia kuna command zingine ambazo zinaitwa ni network commands. Sasa tunapozungumzia kuhusiana na network command, tunafahamu kwamba tunapokuwa tunatumia kompyuta, muda mwingine labda tunataka tuweze kuconnect kompyuta yetu tuingie katika internet. Kuna namna mbili, aidha labda utumie wireless, labda utumie, ninapozungumzia wireless maana yake unatumia labda wifi, una connect wifi kwenye kompyuta yako ndipo unapata internet. Au labda unatumia wired, labda kama ni ethernet cable, umeenda pale umechomeka ile cable unapata pia internet. Sasa unapokuwa unatumia internet, sometimes kuna changamoto ambazo huwa zinatokea wakati unatumia internet kwenye kompyuta yako. Sasa ni kwa namna gani unaweza ukatatua matatizo ambayo yanatokea wakati upo connected katika networks? Sasa kuna command zake ambazo zipo. Of course kwenye video ambazo zitafuatia tutakwenda kuangalia hizi command tuweze kuona ni kwa namna gani hizi command zinafanya kazi ya kutatua matatizo ya network. Kuna command zingine ambazo tunaziita ni disk management command. Hizi hapa ni command ambazo zinafanya management au zinasimamia disk. Nikizungumzia disk ni sehemu ambapo unakwenda kuhifadhi
vitu kwenye kompyuta yako, ndio inaitwa ni disk. Mfano labda ni hard disk zile, kuna SSD, hizo zinaitwa ni disk. Sasa kwenye video hii, katika video hii tutakwenda kuangalia command ambazo ni za system informations. Kwa kwenye video hii tutakwenda kuangalia matumizi ya command ambazo zinaitwa ni command za system. Hizi tutakwenda kuangalia katika hii video ya leo. Alafu kwenye video ambazo zitafuatia tutakwenda pia kuangalia zaidi command za management za files, management za diski, lakini pia na command za networks. Sasa tutakwenda kukuonesha hatua kwa hatua ni kwa namna gani unaweza ukafungua hii CMD na ukaanza kuzungumza na kompyuta kwa kutumia command, kwa kutumia amri. Hapa hatutumii picha, maana yake hatutumii mouse, tunatumia command kuweza kuzungumza na kompyuta. Nitakuonesha hapa hatua kwa hatua. Sasa ukishafika hapa, hatua za kufungua ni zile zile tu. Utaingia kwenye sehemu ya kusearch hapa, utasearch, utaandika CMD. CMD ikija hapa, utaingia kwenye option ambayo inaitwa ni Run as Administrator. Tuna click hapa ili tupate privilege zote kama administrator, ili tuweze kuzungumza na kompyuta vizuri. Kwa hapa utabonyeza hii hapa option ya Run as Administrator. Bonyeza hapo, atakuletea huu ujumbe, utakubali, utasema yes ili uweze kufungua CMD yetu. Kama unavyoiona hapa, hii ndio CMD yetu. Hii ndio command prompt. Manake hapa na kufundisha namna ya kuzungumza na kompyuta bila ya kutumia mouse. Yaani bila ya kutumia graphical user interface, bila ya kubonyeza zile icons, picha zile, hapana. Huko tunapiga command, tunakwenda kuandika amri za kuiamrisha kompyuta ifanye kitu fulani. Kwa hapa tunazungumza na kompyuta kwa njia ya command, kwa njia ya amri. Sasa tuanze. Nimekwambia kwenye video hii ya leo tutaanza na command za kwanza zile za system, tutaangalia. Tuanze hapa. Sasa tuanze na command ya kwanza. Kuna command moja inaitwa system info, system information. Sasa unaandika system info. Baada ya hapo utabonyeza enter. Utasubiria hapa hii command yetu iweze kulani. Kama unavyoiona hapa, hii ndio command yetu tayari imesha run na imetuletea majibu. Kwanza kabisa, hii system informations ni moja ya command, tunasema ni moja ya command ambayo inakupatia ripoti kamili. Ripoti kamili kuhusu kila kitu ambacho kinahusiana na kompyuta yako. Wenyewe host name, yani hii device yako inaitwaje, au hii device yako inatambulika vipi. Umeona? Lakini pia kuna OS name. Unapozungumzia OS name, inaonesha ni operating system, inaonesha operating system au inaonesha jina la window. Sasa hapa ukiangalia inaitwa ni Microsoft Windows 11 Pro. Kwa hapa inakwenda kuonesha kwamba kompyuta yetu inatumia operating system ambao ni Microsoft Windows ambao inakuwa ni Pro. Lakini pia inaonesha tunasema ni toleo la Windows, operating system versions kama inavyoonekana hapa inaweza kuonesha. Lakini pia inaonesha manufacturer, mtu ambaye ametengeneza operating system hii ni kampuni ya Microsoft. Kwa hii inakupatia taarifa kuhusiana na kompyuta yako kama jinsi inavyoonekana hapa. Pia inaonyesha registered organizations, pia owner, inaonyesha pia system manufacturer. Hii kompyuta yako imetengenezwa na kampuni gani? Of course hii kompyuta yangu imetengenezwa na kampuni ya HP. Lakini pia inaonyesha system model ya kompyuta yako kama inavyoonekana hapa. Lakini pia inaonyesha system type, kwamba kompyuta yako ina support system ya aina gani. Je, ni 32 bits au ni 64 bit? Kwa hii inaonesha kila kitu. Lakini pia inaonesha processors ambazo zipo kwenye kompyuta yako. Kwa maana yake hii ni amri ambayo inakupatia hizo taarifa kama inavyoonekana hapa. Lakini pia inaonesha total physical memory, inaonesha pia memory ipo kiasi gani. Lakini pia inaonesha BIOS versions, ni version ya ngapi. Umeona? Hiyo inakuwa ni command ya system information. Toa tu report kamili ya kila kitu kuhusu kompyuta yako kama inavyoonekana hapo. Pia kuna command nyingine ambayo pia nataka nizungumzie kwenye video hii. Command yenyewe inaitwa ni task list. Utaandika task list. Baada ya hapo utabonyeza enter kwenye keyboard hapo ili iweze kulani.
tunafahamu kwamba RAM ndio inaitwa ni working space ya kompyuta. Yaani eneo ambalo au tunasema ni ule uwanja wa kompyuta yako kwa ajili ya kufanyia kazi. Kwa mara nyingi unapofungua program fulani, ile program huwa inakimbia kuelekea kwenye RAM. Umeona? Kwa sasa hii command ni command ambayo inakuonesha program zote ambazo zipo kwenye RAM kwa wakati huo. Kama inavyoonekana hapa, hii hapa ni jina la program au jina la process, lakini pia inaonesha ID yake, lakini pia inaonesha sessions names, pia inaonesha pia sessions, lakini pia inaonesha memory usage, matumizi ya memory kwa kila program au kwa kila process ambayo ipo katika memory kama jinsi inavyoonekana hapa. Sasa kufikia mpaka hapa, huu ndio mwisho wa video hii fupi ambayo tulikuwa tunaangalia nini maana ya command line, ni kwa namna gani unaweza ukazungumza na kompyuta kwa kutumia commands. Kwa kwenye video ambazo zitafuatia tutakwenda kuangalia pia command zingine ambazo zinahusiana na command line. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, lakini pia usahau kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwa channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza hizi tricks za kompyuta pamoja na Nifunze Tech. Asante.